Yes, Scout Television bwana, leo tumeamka na kubwa kuliko kutoka kwenye kiwanda cha muziki wa hip hop nchini Tanzania. Ni mkongwe Farid Kubanda, Fidikiwe bwana. Hii ilikuwa ni asubuhi tulivu ya Machi 29 ya mwaka 2026 jijini Arusha, katika kuta za kituo cha mikutano cha kimataifa AICC, ambako kulikuwa na mchanganyiko wa kipekee, suti za kiofisi na viongozi wa serikali wakimsubiri mtu ambaye kwa miongo miwili amekuwa akitumia kalamu na mikrofoni kuielimisha jamii. Alipoingia Farid Kubanda maarufu kama Fidikiwe, chumba kilitulia. Hakuwa pale kutumbuiza kwa vionjo vya ngoma ikilanda, bali alikuwa pale kama mhadhiri wa uchumi wa sanaa. Katika siku hiyo ya pili ya kikao kazi cha 16 cha maafisa wa utamaduni na maendeleo, Farid Kubanda Fidikiwe alisimama kidete kuelezea kitu ambacho kimekuwa ni kilio cha wasanii wengi kwa miaka nenda miaka rudi. Bwana, hiyo ni mirabaha, ambako kwa sauti yake yenye mamlaka na utulivu, Fidikiwe alifafanua kuwa muziki si burudani tu, bali ni rasilimali, akieleza jinsi usimamizi bora wa haki na muziki unavyoweza kumbadilisha msanii kutoka kwenye kuomba msaada na kuwa mchangiaji mkubwa wa pato la taifa kupitia kodi na uwekezaji. Nikimnukuu Farid Kubanda Fidikiwe amesema kwamba msanii hawezi kukua kama hajui thamani ya jasho lake linapocheza redioni ama kutumiwa kidijitali. Ni kama ujumbe wake ambavyo umeielekea jumuiya ya maafisa ama kabineti ya maafisa hao utamaduni katika kikao hiki, ambako Farid Kubanda Fidikiwe aliwataka viongozi hao kuwa mstari wa mbele mikoani mwao kuhakikisha mifumo ya kisheria inamlinda mbunifu si tu kwa sifa bali kwa maslahi ya kifedha. Mkutano huo wa ICC haukuwa tu kikao cha serikali, ulikuwa daraja ambako Fidikiwe alionyesha kuwa mwana hip hop wa kweli si yule anayezungumza na mtaa pekee, bali ni yule ambaye anaweza kukaa kwenye meza ya maamuzi na kutetea haki za vizazi vijavyo vya wasanii nchini Tanzania. Bwana, E2Z Imaponi imekuibia kodi hii kutoka AICC kunako mkutano ambao umekutanisha viongozi wa utamaduni mbalimbali, hasa kuhakikisha kwamba wasanii wanalindwa, lakini pamoja na kuleta matokeo chanya kunako tasnia ya muziki pamoja na sanaa mbalimbali. Hii ni Scout Television. Kuwa kwanza kupata habari hizi, pengine ukiweza kuisubscribe YouTube yetu pamoja na kufollow kwenye account yetu ya Instagram kama Scout_Television. Mada yangu leo inahusiana na swala la leseni za muziki Tanzania, kufungua thamani ya kiuchumi kupitia usimamizi bora wa haki za muziki. Usimamizi bora wa haki za muziki. Mtu anafanya kitu chake, anaiona faida ya jasho lake. Muziki uko kila mahali, lakini nani anawalipa wabunifu? Watu wanatumia muziki. Nani anawalipa? Kila siku mamilioni ya Tanzania wanasikia muziki maeneo ya umma, wengi bila leseni. Wengi wanasikiza muziki, leseni hamna. Na moja ya vitu ambavyo vilipelekea tukachelewa kwanza operation ni kwa sababu tuligundua kwamba hakuna elimu kwa right holders, wale wenye haki zao, na hata wale users, watumiaji wa hizo leseni hawana elimu hiyo. Kwa hiyo tueleweshe kwa nini wewe unahitaji kucomply kwenye sheria ya kulipia hawa watumiaji, lakini pia kuwafahamisha wasanii kwa nini wao ni right holders na kwa nini watakuwa watudai sisi mirabaha yao, na kwa nini ni sisi ndio inabidi tuwakusanyie. Watu wanapokuwa wanapiga muziki kwenye mabaa, restaurant, mahoteli, mabasi, treni, meli, sehemu zote za wazi, public spaces, wanatakiwa walipe mirabaha. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, mrabaha au mirabaha ni mali ya msanii, sio ya serikali. Ni mali ya msanii. Sawa? Kwa sababu inaenda moja kwa moja kwa mmiliki wa hiyo haki. Anaweza kawa mtunzi, anaweza kawa mwanzilishi wa kitu fulani, anaweza kawa msanii, mwanamuziki na vitu kama hivyo. Tutaelezea zaidi mbele huko.